The rivers of heaven, the rivers, keep on going. Let him not have go and go in the mighty name of Jesus Christ. I pray with thanksgiving and everybody. Amen. 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 Hii wakati mpige mbele mikono tupatie Mungu. Mungu amebariki. Hii wakati tunachia mtumishi wa Mungu Papa Jeremy atatubariki na neno ya leo mjina la Yesu Kristo. Mubarikiwe mwebote. Amen. 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 Tangia makofi na vigelegele juu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Glory, glory, glory to Jesus. Glory, glory. Ndugu mpendwa, na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Na sema tena merci sana kwa viongozi wetu wa grupe, na wasema merci sana kwa kuwa ametupatia na mimi wakati ya kushimama mbele yenu magharibi leo juu ya kuhubiri habari njema. Sasa merci sana kwa viongozi wote na watumishi wote beko connecte magharibi leo. Nasema tena merci sana kwa mama yangu mpenda ule ambapo nachukua taa yako mzuri sana ili usikie maombi siku leo, usikie neno ya magharibi leo. Nasema tena merci sana kwa kuwa uko mahali pale, na wakaka yangu wote, dada yangu wote, nasema tena merci sana kwa kuwa mko pale magharibi leo. Amen. 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 Niko na furaha sana kushima mbele yenu mama yangu, baba yangu, ndio kuhubiri habari njema. Niko na furaha sana kwa kuwa ni Mungu ndio anafungula njia ya kusema kwamba magharibi leo mimi na wewe tukutane siku leo. Amen. Amen. Takusisa nafasi ulipo, kama unataka kufungula kamera yako unafungula, kama ujisikie hakuna problem tu, hapana. Amen. 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 Magharibi leo nilikuwa na tema yangu ya kusema kwamba Mungu ya watumishi ashindwake, hapana. Amen. Mungu ya watumishi, Mungu ashindwake kamwe. Kama kuna watumishi wengine wanashindwaka, lakini nasema Mungu ya watumishi bandana hii group de prière ashindwake kamwe. Amen. Hata kama uko na mambo imekupita niveau yako namna gani, lakini nasema magharibi leo Mungu ule ambapo alitukutaza mimi na wewe magharibi leo ashindwake kama hapana. Amen. Kama kuna wengine anashindwaka, kama kuna wengine ambapo ameshalala, lakini wewe magharibi leo wetu wa hii group hii iko mzima. Amen. Amen. Wetu ambapo atupatia neema, atupatia pouvoir ya kusimama, atupatia uwezo iko mzima. Amen. Temu yanasema kwamba sema Mungu ya watumishi ashindwake kama. Amen. Kitabu chetu cha 2 Rois chapitre 6 verset 1. 2 Rois chapitre 6 verset 1. Kwa 6. Kama tusomea yako kwa mtumishi, somea yako twende kwa haraka. 2 Rois Wafalme wa pili chapitre 2 Rois 6 verset verset 1. 1. En lisant 1 jusqu'à 6. Yeah. 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons-nous-en jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun une pièce de bois et nous y bâtirons une demeure. Il répondit, allez. Et l'un des deux dit, vieux, je t'ai pris, venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Et il s'en alla donc avec eux, et ils vinrent au Jourdain et coupèrent du bois. Mais comme l'un d'entre eux abattait une pièce de bois, il arriva que le fer tomba dans l'eau, et il s'écria et dit, hélas,
mon Seigneur. Et encore, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta là et fit submerger le fer. Et il dit, ramasse-le. Amen. Amen. Moyo wani, ikale mu chanza che. 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 Amen. 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 Ndugu mpendwa na Yesu Kristo, bamtume habari kuhusu ya watoto ya waprofeti bala ambao walikuwa kumikulu ya mtumishi wa Mungu Eliya. Amen. Bale watoto walikuwa kumikulu ya mprofeti Eliya, bali kwenda kumsaidia mu ministeri yake. Wakati Mungu analamusha mtumishi wake, Mungu anatiaka bazariere. Wakati Mungu akilamusha waserviteri wake, anatiaka bantu mpembeni na kumteniri ndana kazi yake, ndana ministeri yake. Amen. Wakati Eliya alikuwa akifanya kazi ya Mungu, alikuwa na watumishi wake walikuwa kumsaidia. Amen. Wakati Eliya alikuwa asezengine amelala, ashalomba mai, banakuwa banampatia mai. Amen. Wakati Eliya akitafuta msaada, wale bantu wanamsaidia Eliya. Eliya alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mimi nadhani kila mtu wote anajua Eliya ni nani. Amen. Wakati watoto wa profeti bakaona fasi na ambapo beko na kusanya mbele ya Eliya, beko kusanya mbele ya kanisa, fasi ilikuwa ni fasi kidogo sana. Ilipasha batengeneze fasi ya kabambi, fasi ya munene, ili bamabudu Mungu abo mzuri, ili bamsutenir Eliya kwa ministeri yake mzuri. Batoto ba profeti walikuwa na akili ya kujenga, abakuwa na akili ya kubomona pana. Batoto ba profeti balikuya ndio kumsutenir Eliya mu ministeri yake. Wakaona fasi bana kusanyika ni fasi kidogo sana. Wanaona mazingira beko mbele ya presence ya mtumishi wa Mungu, banasema hii fasi haimerite hapana. Amen. Kama tu watoto wa Mungu inapaswa kuwa na akili ya kusutenir watumishi wa Mungu. Wakati kumikula watumishi wa Mungu ni sio wapatia implicit kubasaidia kumama fulani ila ambapo hawawezi kufanya. Amen. Nao pia ni watu wanachoka. Wakapata mawazo mzuri sana. Bakamwenda Eliya. Bakamwambia Eliya, tazama tunaona fasi ambapo tuna abudu, fasi ambapo tuko mbele yako. Tunaona ni padoko sana. Tunaona fasi ni padoko sana kwa sisi. Inapaswa kuturuhusu tuende Yordani. Amen. Tuende fasi moja, tukakate michi, tukwe tujenge fasi mzuri mbele yako. Amen. Wakasema tena, atupende tuende peke yetu, tuende na wewe, tuende na mtu mtumishi wako. Abakupende bende peke yako hapana. Abakupende bende peke yako hapana, bali pende bende na mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Bali pende bende na mtumishi wa Mungu. Wakati Eliya akasikia mawazo, ilikuwa ni mawazo ya kujenga, ilikuwa ni mawazo ya kutia implicit kufasi moja, kutia implicit ku ministeri yake. Lakini leo hii sema Kristo tunabakia ni busutwa. Amen. Tuko ndani kanisa, na wakati mkanisa kama tunaangalia mkanisa ni fasi ambapo tunaangalia ni kinini ambapo akiendeke mzuri, ni fasi ambapo ameharibika tunatengeneza. Wala ampuli kisha kufa mkanisa, una pesa inapasha uza ampuli, usichunge
pastor asema tuze ampula hapana. Kama kidari akitumike mzuri unauza. Mikura tumike mzuri unauza. Usisubiri pastor aseme, pastor alalamiki. Na wewe kuna akili ya kiroho, uko na akili unasema hii mikro inatusaidiaka, hii sente inatusaidiaka, tufanye nini? Niuze sente hii. Wakati Elia akasikia mawazo yenu, akawaruhusu asema endeni, akachakula mtumishi mmoja, akasema uende nao. Wale mtumishi akaichika, akasema mimi nitaenda nao. Amen. Asema mimi nitaenda nao. Na wakati walienda kule kumbele, wakafika ku Yordani, amen. Bakaanza kukata michi. Beneme. Wakati banakata muchi ya kwanza, banakata michi, amen. Bakafika fasi moja, ile boriti wa chuma ikaanguka mmaji. Shoka yabo ile ambapo ilikuwa inawasaidia kukata michi ile wakajenge, ile chuma kinaanguka ndani ya maji. Wakati kile chuma kinaanguka mmaji, ule mtumishi akalia sana, akasema chuma cha benyewe nimekopa, na ndani ya hii village, ndani ya hii ville tupa na kile chuma kimoja, tutatosha kingine wapi? Amen. Akalia kwa mtumishi wa Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu Elia akafika, wakamwita Elia. Elia sikufanya maseremonia mingi hapana, kwa maana Elia alijua ni kini kiko ndani yake. Alijua ni alliance kana ambapo yuko na Mungu wake. Amen. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu kama hauna alliance na Mungu, bitakuwa nguvu sana. Utakuwa na fabricate miracle. Kama uko na alliance na Mungu, au utafanya matematiki mingi sana. Amen. Wanaweza kuletea mampepo, unasema jina la Yesu, na mpepo unakimbia. Kwa maana uko na alliance na Mungu. Unajua ni nani ambaye yuko ndani yako. Amen. Duko mpana sikia, angarabu nena ba chuma. Angarabu jito ba chuma, shoka. Amen. Kasui. Shoka ya bujito sana. Inaanguka chini ya maji. Inaanguka chini kabisa. Awikale juu ya maji hapana. Awikale juu hapana. Ilienda chini kabisa chini ya maji. Wakati Elia akafika, akamwambia, "Mnyambie kiliangukia wapi? Mnyambie chuma kiliangukia wapi?" Amen, amen. Amen. Siku na maisha yako iliangukia nafasi gani? Kwa maana tuko batumishi wa Mungu ndani ya grupi, kuwa na confiance na batumishi wa Mungu bala ambapo unaona mbele yako. Kwa na confiance na batumishi wa Mungu bala ambapo beko mbele yako, beko na kupatia parole, beko kupatia neno ya Mungu. Amen. Kwa confiance na batumishi wa Mungu. Usiogope sema nikimwambia shida yangu atanisema. Amen. Maisha yako inaanguka wapi mpendo na Yesu Kristo? Problemu yako ni nini magharibi leo? Ushangarabu jito ya maproblemu uko nayo. Ushangarabu jito ya station inakuzibiria hapana. Ushangalie mambo hapana. Swali ni moja, imeangukia wapi? Ni fasi kana ambapo amefunga maisha yako. Ni fasi kana ambapo auone clear na maisha yako. Ni fasi kana. Ni kinini kila ambapo kimekufunga bien aimé dans le Seigneur? Ni kinini kila ambapo akiendeke ndani maisha yako? Ni kinini? Ni kinini? Amen. Wakati Elia akafika, Elia akauliza ni swali. Father bani fresh ni kwamba sema Eli akaenda akakata kipande cha mchi. Amen. Alikata kipande cha mchi. Na ile mchi kwa mchi mbichi. Akatikata kipande cha mchi. Akaitapa mai. Ona bushito ba chuma. Chuma kikapanda. Chuma kikapanda pa mai. Magharibi leo mpenda na Yesu Kristo. Mimi nataka kuambia kusema kwamba maisha yako si kwa leo. Kama ulipoteza imani yako, kama ulipoteza confiance wako, mimi nasema kusema kwamba magharibi leo wana confiance kwa watumishi wa Mungu, kuambia shida yako ni nini, lakini magharibi leo inapasha maisha yako ipande, maisha yako ambayo imelala, maisha yako ambayo imeshuka chini ya maji, hii magharibi leo kwa jina la Yesu Kristo, maisha yako itapanda. Amen. 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 Chuma cha bujito sana. Amen. Chuma kama ya 5 kilo. Chuma cha 5 kilo. Wake ya 3 kilo kinaingia chini na maji. Chini na maji. Hakuna mtu alikuwa na uwezo ya kupandisha ile chuma, hakuna mtu. Ni mpaka mtu ambapo iko na alliance na Mungu.
Amen. Ni mpaka ule mtumishi ambapo eko na alliance na Mungu ndio anaweza kumaliza anaweza kupanguza machozi. Amen. Mpaka ule mtumishi wa Mungu ambapo eko na alliance na Mungu, eko na confiance na Mungu wake ndio anaweza anakupatia bonne nouvelle, anakuchekesha tena. Amen. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu akafika nafasi ile, asikufanya matematika mingi mpendo, asikufanya matematika mingi. Alikata ni mochi moja tu, akaitapa maji na chote kapanda. Chote kapanda. Chote kapanda. Ni kini ambacho kinakutia malalezi, ni kinini? Eski unaweza maisha yako haiwezi kapanda magharibi leo? Maisha yako haiwezi kapanda magharibi leo? Hii Samuel ambaye unampatia Mungu, Samuel unaingia presence ya Mungu. Unaweza kusema Mungu atekala kimya juu ya problem yako. Unaweza Mungu atanyamaza asikusaidie. Samuel anakipanda mpendo ni saa mingi sana. Kama unatumika kazi saa hii unaweza kupata pesa mingi sana saa hii. Lakini unachukua ile saa ile unampatia Mungu. Kwa bengine sana unachukua ile saa hii beko ndani ya internet, beko ma Facebook, ma vitu vingine. Lakini wewe unachukua saa yako unampatia Mungu. Mungu hawezi kuacha vile hapana. Mungu atalamusha maisha yako. Mungu atalamusha maisha hata kama alishika quelque part, hata kama alitia wapi chini ya mai, lakini magharibi leo na kuletea mti, kipande cha mti, aina mti ya kawaida pana, ni Jesus Christ wa Nazareth. Ukishampokea Yesu Kristo, ukishamjua Yesu na maisha yako, hautaogopa tena, hautalia pana. Utatika mkifaza niko na Mungu. Amen. Hata kama watu walikucheka, hata kama watu walisema wewe njoo wewe, lakini ukiamini jina la Yesu Kristo ndani ya maisha yako, ndugu mpendwa, utacheka mzegoni. Utacheka. Amen. Bali kile chuma. Bali kinakula kile chuma. Chuma kikatoka. Amen. Akawatuma sema endeni mkilokote. Akawatuma endeni mkibebe. Ndugu mpendwa na Yesu Kristo, mimi nasema ngaribi leo kama ile chuma cha bushito kilianguka mumai, magonjwa leo kuna gonjwa ile. Unasema inakosa dawa. Bien-aimé, aujue Mungu kunaye wala nini? Aujue ni nani ambaye pembeni yako wala nini? Awaminie Mungu watumishi wandana hivi pia hapana wala nini? Awaminie nani? Amen. Amen. Ukimwaminia Yesu magharibi leo, unamchukua Yesu ndani ya maishani mwako, unamikarisha ndani ya roho yako mpendwa, haustalia tena. Haustalia tena. Maisha kama tayari inaanguka quelque part, kama tayari inaanguka fasi fulani, lakini kwa jina la Yesu Kristo itafufuka, italamuka tena. Amen. 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 Galatia chapitre 2 verset 1. Alléluia. Se mettez un droit. Chapitre 2 verset 1 jusqu'à 16. Alléluia. Alléluia. 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 16. 1 à 16. Yeah. Tunasoma jina la Yesu. Amen. Lorsque l'Éternel éleva Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée venaient de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, je t'ai pris, demeure ici, car l'Éternel m'a envoyé jusqu'à Bethel. Mais Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ainsi, ils descendirent à Bethel. Et le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que Élisée et lui... Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et Yeah, je le sais bien. Okay. Yeah. Amen, amen. Hii ni wakati ambapo Eli akatumika kazi ya Mungu. Ilifika wakati sasa Mungu alipenda kumchukua Eli. Amen. Ilifika wakati Mungu alipenda sasa kumtosha Elia kumpandisha mbinguni. Eli alikuwa na mtumishi wake, alikuwa na Elisee pembeni yake. Ijapokuwa Eli alikuwa na watumishi mingi, alikuwa Elisee na Elisee alikuwa pembeni yake. Amen. Wakati fasi pote palikuwa Eli, ndio fasi palikuwa Elisee. Fasi ile Eli alikuwa akilala, ndio fasi palikuwa Elisee. Amen.
Elisee alikuwa nyuma ya mtumishi wa Mungu. Elisee alikuwa nyuma akifuata directive ya mtumishi wa Mungu. Elisee asikuwa nyuma ya Eli ndio kufuata pesa hapana. Elisee asikuwa nyuma ya Eli kufuata success hapana. Elisee alikuwa nyuma ya Eli ndio kufuata pesa hapana. Elisee alikuwa nyuma ya Eli kwa sababu kile kitu ambacho kilikuwa ndani ya Eli ndio kilikuwa kinamsumbua sana. Amen. Kwa sababu Eli alikuwa na binti fulani ndani ya mwili yake. Eli alikuwa na mambo ya mzuri ndani ya mwili yake. Ila ambapo ile mtu ambapo kama anafuata komando ya kimwili hawezi kupata pale. Amen. Ni kama sawa na watumishi wengine. Amen. Kulikuwa mtumishi mmoja Gehazi ndani ya Biblia huko. Gehazi yeye alikuwa anafuata mambo ya kimwili. Alikuwa kwa mikuli ya Eli, lakini alikuwa akifuata mambo ya kimwili sana. Lakini Elisee alisema nikifuate pesa inaweza kaisha. Nikifuate success leo na kesho inaweza kaisha. Inapaswa nipate kitu cha valeur. Inapaswa nipate kitu kingine kinachonisaidia leo na kesho. Amen. Bado unaweza kupatia pesa leo, unaweza dépenser yote inaisha. Amen. Bado unapatia samaki, utakula samaki leo itaisha. Inapaswa kuonesha njia, bagoshi fast samaki. Wewe mwenyewe kesho unarudi samaki wewe peke. Amen. 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 Alikaa kumikulu ya Eli. Elisee alikaa kumikulu ya Elia. Alikuwa akitembea na Elia, fasi pote anatembea. Alikuwa na Elia. Hata mambo ya kwa namna gani alikuwa kumikulu ya Eli. Amen. Hata kama success na namna gani Elisee alikuwa kumikulu ya Eli. Mimi na maana kusema kama watumishi wa Mungu pikale kumikulu ya bazazi. Bala ambapo yanatosha njia ya Mungu. Batoto ba Mungu magharibi leo. Tuikale kwa watumishi wa Mungu bala ambapo beko na Roho Mtakatifu. Tuikale kumikulu ya watumishi wa Mungu bala ambapo beko na banaweza kupatia implice ndani ya ministeri yako. Amen. Amen. Usikale kumikula mtu ambapo hawezi kupatia kitu hapana. Unapisa muda wako bure. Kama unapenda uone Mungu, inapaswa ikale kwa wale bantu ambapo beko ndana bu Mungu. Amen. Amen. Wakati Elia akamwambia Elisee, Bwana amenituma niende quelque part. Bwana anituma niende fasi fulani. Elisee asikuchoke hapana. Alimwambia Eli, mimi sitakala hapana. Acha nyende paka na wewe. Kule Mungu anakuambia se wende. Wakati wanaanza kuendelea, bakaenda safari mrefu sana. Elia akamwambia Elisee bakia. Lakini Elisee sikusikia hapana. Elisee sikusikia hapana. Kwa maana Elisee kulikuwa kitu ambapo kiko na msukuma ndani yake. Amen. Tunamsukuma ndani yake. Mtoto yule ndani ya Eli, mtoto yule ndani ya Elia ndio anamsukuma na mkokota Elisee. Amen. Elisee anahitaji pesa ya Elia hapana. Elisee anatafuta success ya Elia hapana. Alikuwa anatafuta ule mtoto ndani yake, akwe ndani yake. Amen. Watumishi wa Mungu sana banapenda bakuye kubatumishi bale beko na pesa. Amen. Banapenda watumishi bale ambapo beko na mali mingi. Ndio bamsaidie, lakini abafuati kiji kundana mtumishi hapana. Abafuata kile kundana mtumishi, banafuata pesa, banafuata magari, banafuata maveste, lakini fuata kile kitu ambapo kiko cha maana maishani mwako. Fuata kile kitu ambapo kinaweza kusaidia leo na kesho. Kama vile fuata mtumishi akikuya papana. Amen. Wakati wakasogea kule mbele, watu wanaambia akamwambia Elisee. Bakamwambia Elisee, unataka masema mkubwa wako leo atatoka hapo leo? Akasema mimi najua, lakini nyamazeni kimya. Amen. Nyamazeni kimya. Ambia pale bantu ambapo beko na kwambia kusema kwamba uko unapitiza muda yako ndani ya groupe de prière, ubambia kusema kwamba sema nyamazeni kimya, kwa maana abajue ni kitu ambacho kinakutuma ndani ya prière. Amen. Amen. Abajue ni kitu ambacho kinakusukuma uingie mpresence ya Bwana. Ubambia kusema sema nyamazeni kimya. Amen. Ambia pale bantu ambapo beko na kusema kwamba depuis unaanza na Mungu wako, depuis unaanza kutumikia Mungu wako, mbona tunaona mambo yana changer? Ubambia kusema kwamba nyamazeni kimya. Nyamazeni kimya. Nyamazeni kimya. Hata basimame ba mingi sana
Huku wewe peke bakucheke, uwaambia kwamba sema nyamazeni kimya. Elize akamwambia sema nyamazeni kimya. Elize akaendelea na safari yake. Kama Elize alishikia maneno ya wale watoto wa nabii, Elize asingepata ile ambapo alikuwa akitafuta. Elize asingepata ile onction alikuwa akitafuta. Amen. Kwa maana wakati uko ndani kumtafuta Mungu, kuko majaribu nyingine kuna kuya, kuko ma message nyingine kuna kuya, ikitakukuta mpendwa, kama una na decision yako, unaweza unabakia nyuma, unabakia unashuka tena chini, kwa maana haujui ni kile ambapo unatafuta mbele ya Mungu. Kweli baba, amena. Wakati Elia bakasogea mbele, Elia anamwambia Elize, Elize bakia. Elize bakia. Elize akasema tena kulekela, sitakuacha na kutika yote. Amen. Sitakuacha pana mpaka nyende na wewe. Nyende na wewe. Bakaenda safari mrefu sana. Bakaenda safari mrefu sana. Unaweza unasoma mpendo na unasoma kitabu kizima utasikia habari. Amen. Mimi nasema tu mpendo ni vitu ya maana. Ende vitu vya sasa hivi ambapo na pesa magharibi leo. Elize kwa sababu anasema nikimwacha Elia yule akiende huyu, kama shanibariki mie huyu, sitapita kwa mtu wa maana. Elize akisema sitamwacha Elia, kwa maana ndani ya Elia ndio mko nguvu ya ministeri yangu. Ndani ya Elia ndio mko success yangu. Amen. 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 Ndio mko mambo, mko baraka yangu. Kile ndani ya Elia nikishakipata mimi, vyote nitapata. Kile ndani ya Elia nikishakipata mimi, vyote nitapata. Amen. Kama wewe kumikula watumishi wa Mungu, unatamani pesa, mpendwa, acha niseme kwamba sema umepotea njia. Tafuta kitu cha maana. Tafuta message mzuri ambapo itakumaliza ndani ya njia kwa Kristo. Bakafika mbele, bakaona Elia akamwambia Elize, "Unyambia nikufansie nini ili ubakie?" Amen. Nikufansie nini ili unyache, ili unyache. Elize akamwambia Elia, "Mimi nahitaji kile kitu kiko ndani mwako kikuwe mwangu double." Amen. Mimi nahitaji onction iko ndani yako ikuwe mwangu double. Oh yes. Elize alisema mimi nahitaji double, nahitaji double, nahitaji double. Elia akamwambia Elize, "Sikia, unaomba kitu kigumu sana. Unaomba kitu kigumu sana." Elize akasema kama kigumu kikwako na ndateketeke bi kwako. Amen. Kama kuna bengine wanashindwaka lakini asema wewe utaweza. Kama kuna bengine wanariaka lakini wewe haustahili, hapana, kwa sababu kuna Mungu mzima ndani ya maisha yako. Elia akamwambia Elize, "Unaomba kitu kigumu sana. Lakini condition ni moja tu. Condition ni moja tu. Mimi nitakusitu wakati niko napanda mbinguni. Wetu unyangalie." Amen. Mtikase tunasema kwamba sema ndengemena. Amen. Ndengemena. Akamwambia Elize ndengemena. Elize ndengemena. Usiangalie vitu vingine hapana. Wetu chamana fixe macho yako unyangalie wakati niko naenda. Elize ndengemena. Elize unyangalie. Elize unyangalie. Kumwangalia Elia kisha napanda alikuwa tegeteka pana. Amen. Kuangalia jinsi Elia anapanda mbinguni alikuwa ili fasila pana. Ilikuwa ni sacrifice. Ilikuwa ni sacrifice mpendo. Wakati watumishi wa Mungu wanahubiri, wakati kuna maproblem, wewe angalia tu mbinguni. Amen. Utangalia mbinguni leo, lakini kesho uyapata jibu unachoka. Unataka pindi naanza kuomba shapataka jibu unachoka. Unashinda kuangalia mbinguni. Amen. Unaanza kuangalia pembeni, unaanza kuangalia watu pembeni yako. Amen. Unaanza kupenda mavaktire, wapenda mavesta mzuri, maanani bien, unaanza tamaneli watu bali lakini unashinda kuangalia objective. Unashinda kuangalia ile jamani mbinguni tu. Elia akamwambia Elize, "Elize ndengemena."
Wakati bakasogela mbele, bakaona gari ya moto, bakaona mafarasi ya moto, moto inapanda amen. Wakaona mara moja Elia akadisparaître, Elia akapanda mbinguni amen. Wakati Elia akapanda mbinguni, Elia akapanda mbinguni mpendo, vumbi inapanda juu, majibu yanapanda juu amen. Elisa alikubali majibu imwingie mumancho amen. Elisa alikubali vumbi mpike juu kumwangalia Elia. Ndugu mpendwa, na wewe inapaswa ukubali ujisakrifie juu muone Yesu. Inapaswa ujisakrifie juu kuona kila ambacho unahitaji. Kila ambacho unahitaji siku leo, au usijipata mubantu hapana, au usijipata fasi siko ndani ya Yesu. Na ndani ya Yesu inapaswa kila wakati yote una problem unaangalia mbinguni. Wakati una matatizo unaangalia mbinguni. Kwa maana kumbingu ndio solution. Amen. Wakati Elise kwanza, wakati walikuwa manakuya bakatamka Yordani, Eli akachukua ile veste yake akaipiga pa mai, ikabuluka. Ikakabuluka. Amen. Wakati Eli akaenda mbinguni, Elise yeye akaangalia mbinguni. Vumbi kuna mwingia mu macho. Elise akasema, problemu yangu mie sio mvumbi hapana. Problemu yangu mie sio majibu hapana. Problemu ni kumwona kufikse tu macho mbinguni. Amen. Problemu yangu mie ni kuangalia mbinguni, kwa maana kumbingu kuko kitu. Amen. Kumbingu kuko kitu. Kumbingu kuko kitu. Amen. Muntu. Kujulu kujimuntu. Amen. Kumbingu kuko muntu. Kuko muntu. Kumbingu kuko muntu bien-aimé dans le Seigneur. Ninaambia mtu moya kumbingu kuko muntu, kuko muntu. Amen. Acha kulia, angalia mbinguni mpema na Yesu Kristo. Acha kulia, angalia mbinguni, angalia mbinguni. Maana solution yako itatoka ni kumbingu. Problemu yako itaisha ukiangalia mbinguni. Angalia mbinguni, angalia mbinguni. Amen. Amen. Elisa akasema kusema kwamba problema hata majiwe ni nyemu macho, hata vumbi nipande mie pa mwili, lakini sitachoka. Acha mimi naangalia mbinguni. Bien-aimé, hata kumtumisha Mungu, hata watu wanakusema, hata wakudharau leo hii, lakini wewe usipate maneno ya watu. Wewe mwangalie Yesu, angalia Yesu, kwa maana wewe una decision. Yesu ndio alikuita, wewe angalia mbinguni. Amen. Angalia mbinguni. Angalia mbinguni. Amen. Hakuna msaada mwingine hapa chini ya jua kama sio mbinguni. Hakuna msaada mwingine ambao tunaweza pata hapa chini kama sio mbinguni. Amen. Kuna pengine wanaingia mnyumba madawa, lakini wanaingia na furaha, lakini wanarudia na birio. Amen. Furaha ya dunia, furaha ya madawa ni ya muda mfupi. Ni ya muda mfupi. Wanakupatia leo unafurahi miaka 2, lakini unaanza kuzala bibumbafu, unaanza kuzala mongolo, malipo ya shetani. Amen. Wakati kuna Yesu Kristo, unahitaji mariage, usiangalie manyumba madawa hapana, wewe angalia mbinguni, kwa maana Mungu atakupatia mariage ya success, kwa maana Mungu atakupatia kile kitu ambapo kitafurahisha roho yako. Kwa maana amen. Angalia mbinguni. Angalia mbinguni. Amen. Amen. Usijitanganye kugusa fasi fulani ya kusema kama nipate pesa, kwa sababu pesa ya kila hayaenea. Amen. Bien-aimé, hata nisema kusema kwamba ukimwangalia mbinguni, Mungu atakusaidia kupitia pesa ya kila ile, utajenga maparcel. Amen. Paka ile pesa ya kila ile, Mungu atakusaidia, itakuwa double. Utafanya mambo ya ajabu. Kwa maana angalia watu hapa, unaangalia mbinguni. Tulisha maisha yetu ni mbingu. Amen. 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 Wakati Elisa akaangalia mbinguni, wakati akaona mbinguni, Biblia inasema kusema kwamba mkochi ya Elia ikaanguka vipande viwili. Amen. Kwa maana Eli aliomba double onction. Aliomba double onction. Amen. Aliomba ndio kwa maana pesa katika vipande viwili. Amen. Wakati Elise akachukua ile vazi ile, akabeba kwanza yake akaitosha, akatia ya Elia. Amen. Akatia gancho ya Elia, akatia puissance ya Elia juu yake, akatembea na fiera sema niko na Mungu ya baba. Niko na Mungu ya mtumishi wangu. Amen. Niko na Mungu ya mtumishi wangu. Alikuwa na ujasiri yake.
alisakrifie mpaka akapata kila ambapo alikuwa anahitaji. Hata nisema kusema kwamba hata kama mambo yako inakawa, hitaji yako inakawa, usichoke kuangalia mbinguni. Hata kama problem yako inakawa kupiwa, usichoke kuangalia mbinguni. Usichoke kuangalia mbinguni, kwa maana Mungu ambaye unamtumainia ye ana uwezo wa kukusaidia leo hii. Amen. Unapoona unamtumainia ana uwezo wa kukupanguza machozi. Yes. Wakati Elise akaanza kurudia ile njia ambapo walikuwa na Eli, amen, ile Yordani ambapo ilifunguka, anakuta ile mai imejifunga. Amen. Ile mai imejifunga. Elise kaona, amen, ngambo ya ile mai kulikuwa watoto wa nabii bala ambapo walikuwa wakimwambia Eli maneno ya kumdekuraje. Amen. Beko ile ngambo kwa mpera sema tutaona jinsi ambapo atatambuka. Tulimwambia abakie asikutusikia hapana. Tutaona jinsi ambapo atafanya. Hata nisema kusema kwamba jinsi umepokea double tutatambuka mateso yote. Jinsi umepokea double tutatambuka mambo mamiteko ya giza. Hata msema alia familia utaikata kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Elise akafika mbele ya Yordani. Elise akafika mbele ya Yordani. Asikwenda jina lingine hapana. Asikutana mwingine hapana. Akasema kusema kwamba uwe leje de Eli. Amen. Uwe leje de Eli. Akainua vesti yake juu, akaipika pa mai na mai kafungurika Eli. Amen. Oh Yesu Masihi. Hallelujah. Yes. Na mai kafungurika. Bele kwa jina la Yesu Kristo utapasula mira ya Jericho. Kwa jina la Yesu Kristo utaingia ndani ya victoire yako. Amen. Amen. Enemy bako. Enemy bako wanashimama mbele. Amen. Beko na kuangalia kiso kunakuya. Beko na angalia kiso kunakuya. Beko na kucheka. Beko na sema. Kamara mimi nakwambia kusema kwamba ita Mungu ya baba yako, ita Mungu ya serviteri wako, utaingia ndani ya gloire yako. Amen. Hallelujah. Amen. Kaipike vazi pa mai na mai kafungurika. Amen. Wale bado wale ngambo baka anguka bifujifuji. Amen. Bana anguka bifafua. Bana mama inapitia sana. Ndugu mpendwa, wakati tabarikiwa, bala ambao alifunga maishani mwako bataanguka chini ya mikono yako. Wote wa familia yako bataanguka chini ya familia yako. Ubache wafanye maneno yabo, ubache wakusanyike, lakini siku ambapo utaingia na glory yako batakebe na shanga bataanguka chini ya mikono yako. Amen. Amen. Chini ya mikono yako batasema ni yeye wala sio yeye. Amen. Bwana sema tunaona Elia iko ndani yake. Amen. Elia iko ndani yake. Batasema mtumishi wa Mungu ndani yake. Eko ndani yake. Abasi kuna ile uso ambapo balizoea kuiona pana. Batona ile uso yako kunayo ile inangaa mafuta ya Mungu. Amen. Bwana sio kumkunda, lakini kwa muda mfupi machafu yatatoka ya sante kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bataanguka chini yako, batafuata Mungu yako. Amen. Batania Mungu yako. Bakamina Mungu ya Eli, bakamaminia, bakaanza kutumika na Elise pamoja. Amen. Bala mabera leo ndio batakuwa msaidia ministeri yako. Acha bakucheke mama yangu. Acha bakucheke baba yangu. Nasema tepule anzaka au yafanya kitu. Hata tepule anzaka pipa binadamu binashinda, lakini sina kama sema ikaleni kimya, lakini leo na kesho Mungu atakuinua. Amen. Amen. Inua veste yako. Inua veste yako. Ipike pamai. Inua imani yako. Ipike pamai. Inua Mungu yuko ndani yako. Umuinue mbele ya maproblemu yako. Amen. Inua jina la Yesu mbele ya matatizo kuna siku leo. Inua jina la Yesu, uitie juu ya majina yote, uitie juu ya kila kitu chote. Leo hii mpendwa, leo hii utaona mambo. Inua jina la Yesu, tia mambo yote chini. Tia mambo yote chini. Inua jina la Yesu Kristo. Uko ndani ya kazi, inua jina la Yesu Kristo. Masomoni, inua jina la Yesu Kristo. Yesu eko juu
atangusha mambo yote. Yesu eko juu, mai yote itafungulika. Amen. Barriere yote ya mai. Amen. Wakati una barriere ya mai ni mablokage. Amen. Ni blokage ya mapendo kwe ngambo. Lakini kama uko na jina la Yesu juu, utaisema jina la Yesu na mai itafungulika. Amen. Mamila ya Jericho walikutana mbele maishani mwako. Amen. Hata kwa mafamilia. Hata basema namna kabasemaka siatu kuzalikwa. Lakini inua jina la Yesu Kristo. Ile mamita pasuka. Marikalashi na mapu ya kugiza. Beko na maisha, beko na maisha yako, beko na maisha yako. Lakini inua jina la Yesu. Utasikia mabunduki na mugiza. Amen. Makalashi tapasuka kwa maana unainua jina ile kujua majina yote. Amen. Inua jina la pesa. Pesa ni kitu bure. Magari ni kitu bure. Inua jina la Yesu. Mungu atakusaidia. Amen. Zan tunafika mwisho. Bwana tubariki sana. Amen. Amen. Mungu akubariki na wewe. Amen. Amen. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Hata kinao usimpe kwa inua Yesu. Usimwite Yesu, usimwite Yesu. Usimwite Yesu kutoka ndani ya roho yako. Usimwite Yesu kutoka ndani ya roho yako. Usimwite Yesu kimwili. Usimwite Yesu kimwili. Utapata. Inama source. Administration. Hata mapi. Ana simama. Hata. Wakati kuna lala. Wakati kuna sika kuna pata. Eko kuchele kuna pata. Yesu. Está ouvindo? She the player. Oh, yes, God. Yes. Marado Shatua. Oh, Rashi the Gloria. Deploy the dance. Yes, so player. Oh, hallelujah, Wanema.
Ripla suplaya. Rekaya brosh. Mande zegedege brosh. Yes, Lord. Raka suplaya. Deploy the grass. Worship the gloria. Ende zegede brosh. Radegedegede. Rasuplaya. Reka suplaya. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Reka brosadesh. Deploy the gloria. Roshidegas. Ora suplea. Reka suplayaga. Ara zegede brosh. Enda de grace. Ara suplayaga. Yes, Lord. Oh, yes. Come, Lord. Orashi de pros. Wanema. Ora suplayaga. Chikia. Rosa deploy. Rai de gas. Lorai de player. Roshi de plus. Oh, hallelujah. Shikia. Mungu eko na tools abantu. Chikia. Mungu eko na deliver bantu. Chikia. Mungu eko na tosha bantu ma situation mwa ya nguvu. Lora so de plus. Recourse to the play. Loro shi de place. Il deploy the gloria. Kama baliwaza sema utakufa, Mungu eko na kupatia nguvu. La reshi de plus. Ashi de grâce. Alos to the plan. Hallelujah, Hosanna. Angalia kwa Yesu wakati. Panisha affection yako. Mwangalie. Wone. Remaso de plus. Rekaso de player. Rakloi de place. Lorashi de plus. Rena suplaya. Reka suplaya. Gloria de Dios. Il déploie de grâce. Rashi déploie. Les cas suplaya. Rika suplaya dosh. Mande zeke broche. Rasso de plaie. Resso de grâce. La coplaria dea. Machi déploie. Il déploie de gloria. Tande gebroche. Oh yes. 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 Penini Bwana. Penini Yesu. Penini Yesu. Oh yes, oh yes, oh yes. Gloria, she deployed. He deployed.
Chikia sasa. Chikia. Mtumishi wa Mungu anatubiri. Anasema kiuma kinaanguka ndani ya mai, kinaingia ndani ya mai. Mtumishi wa Mungu anaenda kubeba muchi. Kifate biele muchi, haikuwe muchi ya kukauka. Yesu anasema mie ni kumuchi ile iku fresh. Baso de plat. Ile muchi ilikuwa tipolojia ya Jesus Christ. Biblia inasema mtumishi wa Mungu anaenda na pointe pale pa mai. Ile kiuma kinaingia ndani ya mai, kinapanda. Raso de ploy de grace. Mtumishi wa Mungu anatubiri, anasema wakati utamwangalia Yesu, maproblemi yako ile ringia, maproblemi yako ile likubamba, mambo yako yalikuwa chini ya mai, itapanda. Kama vitu vyako vilifuchama, itapanda wakati utaweka confiance kwa Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu anatufundisha sema wakati eleko na panda, Elisa anaanza kumwangalia. Usome Actes des Apôtres chapitre 1. Ninasema wakati Yesu yuko na panda, badisiple na baba anaanza kumwangalia. Inaanza kuonesha affection. Anaanza kuonesha sema maroho yao ilikuwa connected na mbingu. Mpaka vile Stefano aliweka roho yake mconnection na mbingu. Biblia inasema alimuona Yesu. Anasema mimi namuona. Anashimama kudroati ya Baba. Anakuwa kudelivre. Chikani kwambie, wakati utafokaliza macho yako kwa Yesu Kristo, mambo yako yote Mungu ataisove. Buluma bwa Mungu bunashuka. Buluma bwa Mungu buna delivre bengine. Buluma bwa Mungu buko na mitosha maproblem. Buluma bwa Mungu buko na leta atunzo ndani ya mamini yetu. Roso de pla. Acha tukushukuru Mungu pale huko. Mwambie Baba asante njoo ya neno yako. Jina la Yesu Kristo omba. Rema supia. Gloria merci Seigneur. Ola Seigneur. Hii wakati Mungu amebariki sana. Hii wakati tunachania Papa Sebastien ataenda kutufungia maombi ya leo. Jina la Yesu Kristo. Karibu mtumishi wa Mungu. Papa Sebastien, katika jina la Yesu Kristo. Asante maana wewe ni Mungu. Tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa fadhili na rehema zako. Asante kwa neema na upendo wako. Neema yako tu Bwana ndiyo ambayo inatuwezesha kusimama leo. Ni neema yako tu ndiyo inayotuwezesha kusimama kama vile watoto wako siku ya leo. Tunakurudishia sifa na utukufu Mungu wa Mungu yote. Wewe ambaye ni mfalme juu ya wafalme wote. Unatawala juu ya falme zote duniani na mbinguni. Mwenye nguvu, mwenye ujuzi na mwenye maarifa ni wewe Jehova. Tunaliabudu na kumsifu jina lako. Asante kwa neno ya siku ya leo ambayo imesema nasi. Bwana wangu, acha mioyo yetu ikapokee neno lako, ikatengeneze jambo katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inashuhudia na kusema kwamba neno lako ni mpya kila siku itwayo leo. Acha neno hili Bwana likajenge ndani yetu, likatutie nguvu tena katika roho zetu, katika nafsi zetu, katika miili yetu. Tusimame tena Bwana, tusimame tena Bwana, tusimame tena Bwana. Tumwangalie Yesu ambaye ni msaada wetu.
Tumwangalie Yesu ambaye ni kimbilio letu. Tumwangalie Yesu ambaye ni tegemeo letu. Biblia inashuhudia wazi kusema kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni usiotikisika daima ukaa milele. Tunaomba Bwana utusaidie Jehova kujifunza kukutumainia wewe Mungu, kujifunza kukutegemea wewe Mungu kwa wakati wa shida zetu, kwa wakati wa matatizo yetu, kuanguka kwetu, kusimama kwetu, tukutegemea wewe Mungu. Wewe ambaye ukawe nguvu yetu, ukawe msaada wetu na kimbilio letu. Asante maana ni Mungu mwaminifu. Tunakushukuru na kubariki jina lako. Asante maana ni kimbilio letu. Tunaomba ulinzi wako ye Mungu ukawe juu ya nyumba zetu. Biblia inashuhudia na kusema kwamba kama jinsi milima izungukavyo Yerusalemu, ndivyo Bwana wazunguka watu wake. Zunguka watoto wako usiku wa leo kwa damu yako Yesu Kristo, ukaacha ulinzi wako Mungu, ukatawale juu ya nyumba zao. Ninakushukuru Mungu, mfalme wa amani. Asante kwa neno la leo. Mbariki mtumishi aliyetoa neno la leo. Mbariki moderator katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru maana wewe ni Bwana, mfalme wa wafalme, Mungu usiyeshindwa. Wewe ambaye ni Alfa na Omega, tulikuona mwanzo na sasa tunakuona mwisho. Na asante maana Biblia inashuhudia na kusema kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Na asante maana mwisho huu tumeona utukufu wako, tumeona mkono wako, tumeona Bwana ukitenda kazi katikati yetu. Na asante Bwana maana moto tuliopokea sai, moto huo ukawake ndani yetu, usikazimike hapana, bali ukaendelee kuwaka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba tukiamini na kushukuru. Amen. Amen. Asante. Atubariki sana. Tupike kwa mbele mikono. Tubariki mtumishi wa Mungu na natumisha, na tubariki kazi yote. Tupike kwa mikono bien, tupike kwa mikono bien. Ola suprea. Amen. Mungu amebariki Papa John, Mungu amebariki sana, Mungu amebariki. Amen hapa. Amen. Mungu amebariki. Okay. Mungu atubariki. Tunafika kwa mwisho, mtaturumia kwa njia wakati. Hatuwezi kulimite Saint Esprit, hatuwezi kufata bantu, tuafata kile roho ya Mungu iko naongoza. Mungu amebariki, mwe bale mna patiente na kufata vile Saint Esprit anatongoza siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwa kazi yote nafanyika, kwa mahubiri ya leo inatupatia tena imani, inatuonesha tena njia. Mungu abariki mtumishi wake. Hii wakati tunachia Papa Joeli na batumishi bengine mjina la Yesu. You are welcome. Tunaishia hapa. Antuka tunashukuru Mungu sana. Tunaweza kusema kwa Papa Jeremie, Mungu amebariki. Ile tunazoea kusema kila siku. Papa Jeremie, Mungu akubariki. Papa Jeremie, Mungu akubariki. Mungu akubariki mtumishi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Antuka tunashukuru sana. Tutasema kuna yeye Papa Shadrach kwa moderation. Mungu akubariki. Papa Shadrach, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Papa Shadrach, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Aongeze energy. Amen. Leo tulikuwa mnivo ya yule sana. Vraiment tunashukuru sana kwa presence ya Mungu ilikuwa ndani katikati yetu, na tunashukuru presence ya mwe bote. Mungu atubariki sana. Mungu endelee kuturevele kote na bintu vile na revele batumishi yake ndio watupatie na hadi. Mungu akubariki sana Papa Jeremie. Je pense leo tulikuwa 23. En tout cas, please Azania comprendre abantu wengine prepare ndio kesho masande watu wanazoenda kwa makanisa. Mwe wote mtufuata kwa YouTube, numero deja pale yake. Kama kuna na problem ya prière una telefone wala unaandika message kwa ile numero, itapata kutusaidia. Tuona mnakani tunaweza kusaidiana maombi. Mungu atubariki sana na pacha watumishi wengine ya kusema. Karibu sana watumishi wa Mungu. Amen, amen. Amen. Na basalimia tena mwebote katika jina la Yesu. Amen. Na bariki batumishi wa Mungu bote, ba mama yangu, ba baba yangu, ba kaka yangu. Mungu anibariki tena sana mangabi ya leo. Amen. Nipende nitoe shukrani kwa mapendo yenu.
kisi mwatukumbuka ako mu maombi. Mungu wenu anubariki sana. Oyo Mungu banatusemezea siku ya leo, Mungu wa batumishi anubariki sana kwa kazi ile mnafanya, na Mungu abariki mtumishi wake tena juu ya parole mzuri, na abariki tena moderateur kwa tena mwatoa ingine. Mungu abaongezee tena upako zaidi. Tunashukuru sana. Amen. Tunashukuru na sie, tunabariki mtumishi wa leo. Mungu endelee kumubariki tena sana. Paske sauti ya leo minaona Mungu anafanya vikubwa tena. Mungu anaendelea kufungula na Mungu anaendelea kubariki. Tunashukuru sana, tunarudisha tena sauti kwa moderateur. Mungu tena naye amuongezee mafuta, amuongezee onction na energy. Mungu abariki kila mtu alijiconnecte leo. Tunabarikiwa ya ajabu. Mungu amibariki. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Mpaka vile banatoka kusema kwa mama mzazi, tunabariki tena moderateur wa siku ya leo kwa kutubeba mu dimension ila kutubeba na mafuta iranje depuis ku moderation, na anashuka na kwa mtumishi wa Mungu na bile anatubiri kufatana na onction ile ritembea na bobote bawiri. Mungu apate tena kuongeza tena kwa bile biru toka tena. Mungu apate tena kushimamisha tena batumishi baki, abapatie tena nguvu, abapatie tena puissance tena ya Roho Mtakatifu. Na ku YouTube quand même tunaona ma réaction parce que nilikuwa mingi ku YouTube, nikaanza kuingia kote ndio kuona namna gani ya kusaidia bantu bingine. Nilikuwa na communiquer kalogo kama nteje kusema kama tunapata kwa verset biblique kwa mtumishi wote wa Mungu ula tajiconnecter ku YouTube, kama unashikia ma verset biblique, kama unakalaka na facilité ya kusema anglais soit kuandika, pata kukusaidia bantu kuandika hata ma verset biblique mu anglais hata mu français juu isaidie bale bantu. Il y a de ces gens là eko anashikia paka maombi mashishike ke lugha namna kani tutaweza kumsaidia kwanza kuandika kwa verset biblique hata na thème. Kama kuna facilité ile unaandika kwa thème hata mu anglais hata mu français, akoncheke bale bantu wanatufuata kwa YouTube atubayue asebe kwa bengine tunabayua bengine atubayua tuyasema ni bawapi, na wakati tutaandika kwa mtu atabeba kwa memoire ya kintu kimo fulani. Alors tunashukuru sana kwa batumishi bote bawiri kwa neema ya siku ya leo. Je pense maombi yenu inatupatia tena nguvu tena sana na inatukamilisha tena. Mungu anabariki. Nashio tuko tena reconnaissant. Amen, amen. 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 Tunabariki na mhubiri wa leo, moderateur wa leo kwa dimension ile mnetupeleka nayo. Mungu azidi kubariki, hakuna mingi ya kusema. Na shie tunashikia sauti, tuendelee tena na kombea hapo. Mungu endelee tena na kutupa njia nyingine. Tunashukuru Mungu atubariki, tunashukuru sana. Merci. Amen, amen. Amen. Mungu atubariki sote, abariki wa mama wetu hapa na wadada wetu na watumishi wa Mungu wote pia. Mungu wabariki sana. Leo ilikuwa siku tofauti na ilikuwa siku njema sana. Yani tunaombaka ndiyo, lakini kulikuwa upako wa tofauti, na basi inabidi Biblia inasema wazi na kusema kwamba give honor to those who honored you. So tunapeleka heshima zote na utukufu wote kwa Mungu, lakini tunashukuru Mungu kwa ajili yenu watumishi wa Mungu kwa kutumika siku ya leo, na imekuwa baraka sana. Sasa kwangu mimi binafsi, sijui wengine, tunaombaka, lakini kulikuwa another atmosphere ambayo ilikuwa mu degree za yulu sana, ambazo labda kwetu sio wamoja, ilituamsha tena kwa sehemu nyingine ya kuweza kumtafuta Mungu wa kuomba zaidi. Basi Mungu awabariki sana na Mungu atubariki sote. Asante. Amen.
Yes, amen. Mchisabo kutu mariketi ya magonjwa batumishi wa Mungu, multitude ile Mungu nayo. Je comme papa Joël a resté, mais il faut combien que bakonjwa bote au monde entier. Mchisabo kutu mariketi ile bale beko bakonjwa. Paka vile banasema, je pense que YouTube tena papa Joël a resté me communiquer avant de YouTube, je pense 30 jouer entre 11 10 de ranzo jouer vile. Alors tunaanza kuona bantu bingine bale binapatikana ku groupe normal tezo kuona saba kujiconnecter mais bengine bakwa tena ku ngabo ya YouTube ndio kule kujiconnecter paka vile papa Sebastien anasema neema ya leo tena moderateur prédicateur ina réveiller bintu bingine bikuwa ndani mwetu na inatusababisha bintu bya mingi mkichwa. Je pense pour moi ni ruwaza tasa tutenda ta jusqu'à 24 heures parce que je kujishikia wangu na fatigue hata moyo alors que Dieu Mungu anubariki tena sana avec altitude moyo tuendelee tena na kuona namna kanikasha Mungu itapata kwenda kumbele tukangamishane ndio ma communiquer yote tuko nayo. Alors barisema kuko bantu wengine batanza ma prière ya makanisa yabo normal banesho fungula makanisa muko libre banduku ya kwenda kanisa ya kuomba Mungu ya kutumikia tena Mungu mu makanisa yenu na tushisabu tena groupe de prière wakati tapatana tena magharibi unakuwa na wakati uingie cette affaire te concerne hii prière na kuconcerne wewe na concerne mimi na tuconcerne shibote tunayasema nafungula makanisa presque mafashi yote. Alors muntu na muntu akuwa na kila kuonesha Mungu akisema hata kama makanisa nafunguka inastahili tubakia mu confinement spirituel qui veut dire tubakia paka mu altitude moya ya maombi ya kumikulu ya kuriria tena Mungu sana sana. Alors uko mu activité ya kanisa uko mwimbaji luria na bidi moya na esprit moya na hali ya maombi a condition que ata wakati utafika mkanisa bantu bapate kuona tena mtoto wa Mungu achukue mu confinement ya coronavirus na alikuwa fashumo fulani ile Mungu arimsaidia tena na Roho Mtakatifu ilikuwa naye pamoja. Alors tunapenda tena hata matemoignage tutaanza kusikia mu makanisa yetu shibimbaji shibatumishi wa Mungu quand même isatisfaire tena iyenge hii idée moya ipate tena kuconstruire kanisa iyenge tena kanisa ipate kuendelea tena kumbele. Ndio kile nitapenda tu kuencourager batumishi wa Mungu bote. Nous sommes pas serviteurs par internet wakati tutaluria tena kukanisa yetu quelle que soit connaissance quelle que soit onction tukunayo tuko na ba supérieur betu tuko na batumishi banesho tutangure tuko na baba yetu ba père spirituel tuko na ile esprit ya humilité ya kujishusha na esprit tena kutafuta Mungu enfin que kaja Mungu yote tuko nafanya kaja Mungu ipate kuendelea kumbele. Hapana kusema hapana hata kama shende kukanisa niko deja na kanisa ya pa internet ya batumishi Shadrach mtumishi ba Hervé mtumishi Rabin mtumishi Sebastien. Non, hii ni tunasaidiana mu prière ya kuomba mais tuko na makanisa yetu local ile tunaendaka omba tu respecte biote enfin que Mungu afanye nini. Mungu atubariki. Jo sauti ya mwisho napenda tena kukumbusha tena kwa batoto ba Mungu bote bale beko na makanisa ya kupata ukimbirie tena kwa makanisa kama banesha kufungula journée ya kesho. Mungu atubariki. Ya tutalala bien. Tunarudia kwa moderateur sauti kwa Mungu atubariki. Hakuna kia kusema, hakuna bia kusema bia mingi. Talala bien, mapendo ya Mungu, salama ya Mungu, neema ya Yesu Kristo ile ritokoa shibote na ushirika wa Roho Mtakatifu ukwe pamoja na shie bote mujina la Yesu. Amen. Tutaonana kesho. Amen. Amen.